Ni kwamba maofisa pamoja na warusha matangazo wa mechi ya fainali ya pili ya kombe la shirikisho kati ya Simba Sports Club dhidi ya klabu ya RS Berkane wanaendelea na maandalizi huko Zanzibar katika uwanja wa New Amani Complex. Hakuna mabadiliko yoyote yaliyotolewa na kafu kuhusu uwanja wa mechi, lakini wakaendelea kusema kwamba mechi itapigwa New Amani Zanzibar. Lakini wakati huo pia Simba Sports Club inatarajia kutoa taarifa muda wowote kuanzia sasa kuhusu mechi ya fainali kupigwa New Amani Zanzibar. Bwana, mechi hii itapigwa katika uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar. Tuambie umeipokeaje taarifa hii, na hii ndio taarifa rasmi ambayo inaendelea inatambulika kwenye vyanzo mbalimbali vya habari kutoka shirikisho la soka barani Afrika CAF. Wao wanafahamu kwamba mchezo utapigwa katika uwanja wa New Amani Complex. Ni uwanja mzuri ambao serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeweka fedha nyingi kwenye ukarabati, lakini pia ni uwanja ambao uko vizuri, pichi yake inaruhusu kabisa. Kama unavyoweza kuona bwana kupitia runinga yako, kama unaweza kuona bwana, huo ndio uwanja wa New Amani Complex, miongoni mwa viwanja bora sana ambavyo vipo kwa upande wa hapa Tanzania. Uwanja wa New Amani Complex miongoni mwa viwanja bora sana ambavyo viko. Huo ndio uwanja wa New Amani Complex bwana, uwanja ambao itapigwa mechi kati ya Simba dhidi ya RS Berkane. Kwa hiyo mwali atatolewa kule visiwani Zanzibar. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa wale ambao tayari wamekwisha nunua tiketi au kwa wale ambao wana mpango wa kununua tiketi, wafahamu kwamba kwenye tiketi wanapaswa waongeze na nauli ya kwenda Zanzibar. Na kama mtu anakwenda siku ya mechi, basi aende asubuhi. Mechi inapigwa, anageuka au analala siku moja, kesho yake anageuka. Kwa hiyo bwana, kumeongezeka pale gharama za malazi, lakini pia gharama za safari ya kwenda na kurudi. Wakati huo na tiketi unapaswa ukate ili uweze kwenda kumshuhudia mnyama akipeperusha bendera ya Tanzania katika ardhi ya Zanzibar. Unajua Zanzibar ni Tanzania ile ile. Kwa hiyo Simba watakuwa wenyeji pia katika uwanja ule, kwa sababu tayari walishacheza mchezo pale dhidi ya Stellenbosch. Kwa wale wote ambao mlikuwa mnauliza kuhusiana na uwanja, bila shaka nimewajibu swali lenu. Wale wote mliokuwa mnauliza kwamba mechi itapigwa wapi, bwana, mechi itapigwa katika uwanja wa New Amani Complex. Bila shaka tuko sambamba. Lakini nisome maoni ya wadau hapa ambao tuko nao sambamba. Huyu anaitwa Shemhonge, anasema kwamba anatamani iwe da, lakini Alhamisi anasema anawasikiliza kutoka Kigoma Kusini, kijiji cha Mgambo. Habari ya Faisal kwenda Simba ikoje? Hii bwana nitakupa za ndani hii kuhusiana na story ya Faisal, lakini kwa hivi sasa tu focus kwanza kwenye mchezo. Mchezo utapigwa wapi na itakuwaje? Na nimesha kujibu kwamba mchezo utapigwa katika uwanja wa New Amani Complex. Lakini Kulwa Isra anasema waje tumalizie finali. Watakuja. Taarifa ya ujio wao pia nitakupa hapa kwenye kipindi cha kickoff. Lakini Shema Honge anasema hatuwaogopi, waje tu tutamalizana huko. Asante sana Shema Honge kutoka Kenya 254, wadau wangu wa nguvu kweli. Shema Honge anasema ni mzuri kweli, tatizo mdogo, watu wanataka kuona mchezo. Yes, ni kweli. Uwanja wa New Amani Complex bwana ni uwanja ambao una uwezo wa kuchukua watu 15,000, tofauti na uwanja wa Benjamin Mkapa ambao una uwezo wa kuchukua watu 60,000 mpaka 65. Kwa hiyo kwa maana hiyo bwana, huu uwanja wa New Amani Complex utachukua tu watu robo ya wale ambao wanapaswa kwenda kushuhudia, wangeweza kuingia au kupata tiketi kwenda kushuhudia mchezo katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo bwana, katika uwanja ule wa New Amani Complex ni kwamba ule uwanja una uwezo wa kubeba watu 15,000, tofauti na uwanja wa Benjamin Mkapa ambao una uwezo wa kubeba watu 60,000. Kwa hiyo kwa maana hiyo ni kwamba robo tatu ya watu ambao wangeweza kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa hawataweza kuingia katika uwanja ule wa New Amani Complex kutokana na udogo. Na ukumbuke pia kuna tiketi ambazo zilikuwa zinauzwa. Kulikuwa kuna tiketi za Platinum, kulikuwa kuna tiketi za VIP, lakini pia kulikuwa kuna tiketi za VIPB, tiketi za mzunguko, tiketi za machungwa zilikuwa zinauzwa. Sasa kwa wao wenyewe management ya klabu ya soka ya Simba wataweka namna gani watawagawa watu wao ambao tayari wameshanunua tiketi. Ni namna gani wataweza kuwa tunasema kwamba wataweza kuwa classify au kuwaweka katika madaraja ya watu wao, kwamba wewe bwana tiketi yako ya 20,000 utakaa hapa,
wewe tiketi yako ya 40 utakaa hapa, lakini wewe tiketi yako ya 200, 250, 100 utakaa hapa, na wewe uliyekata tiketi ya shilingi 7,000 pia utakaa hapa. Hiyo itakuwa ni kwenye management ya klabu ya soka ya Simba, wao watatangaza kwamba ni namna gani wataweza kuwasoti watu wao. Lakini taarifa ni kwamba mchezo utapigwa katika uwanja wa New Amani Complex kama ambavyo tuliona hapo awali, na sababu za kupeleka mchezo katika uwanja wa New Amani Complex ni kutokana na ile pitch iliyopo katika uwanja wa Benjamin Mkapa kutokidhi vile vigezo, kwa maana ule uwanja bwana kulitokea uharibifu kidogo baada ya mchezo wa nusu finali ya pili kati ya robo finali ya pili kati ya Simba Sports dhidi ya Al Masry, mchezo ambao ulipigwa siku ile katika uwanja wa Benjamin Mkapa pale. Wakati huo mvua ilikuwa inanyesha. Sasa pitch ilionekana imeharibika kidogo. Ni kama kwa wale ambao walishuhudia mchezo wa jana kati ya Young Africans dhidi ya JKT Tanzania pale katika uwanja wa Mkwakwani, bila shaka watakuwa waliona namna ambavyo pitch pia iliharibika kidogo kutokana na mvua ambazo zinaendelea kunyesha. Sasa kwa msimu huu wa mvua, wakaguzi kutoka shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF, wao wameendelea kukagua uwanja mara kwa mara ili kujiridhisha na hali ya uwanja huo, lakini bado wanaona kwamba pitch iliyopo pale bado inahitaji marekebisho, lakini pia bado kuna matatizo kidogo, hivyo imelazimu CAF kutoa taarifa kwamba mchezo huu bwana utapigwa katika uwanja wa New Amani Complex. Na katika uwanja wa New Amani Complex haitakuwa mara ya kwanza kwa Simba kwenda pale, kwa sababu Simba tayari walikwisha cheza mchezo wao dhidi ya Stellenbosch pale na walipata ushindi wa 1-0, bao ambalo liliwavusha kwenda hatua ya fainali, ambako leo hii tunazungumza fainali ya marejeano baada ya mechi ya kwanza kule kutamatika kwa Simba kupoteza mabao 2-0 kule nchini Morocco. Sasa wanarudi katika ardhi ya Tanzania na safari hii itakuwa ni katika uwanja wa New Amani Complex. Tuambie umeipokeaje taarifa hii, lakini pia umeridhika? Umeridhika? Kaa karibu na Bigane TV, kaa karibu na vyanzo mbalimbali vya habari, hasa kurasa pia za klabu ya soka ya Simba kwenye mitandao ya kijamii pia watatoa taarifa rasmi, watatoa tamko rasmi, kwa sababu mpaka hivi sasa taarifa iliyopo ni kwamba mchezo huu utapigwa katika uwanja wa New Amani Complex. Hakuna mabadiliko yoyote ya venue juu ya kile ambacho CAF walikiamua, na hiyo ni kutokana na sababu ambazo tayari nimeshakuelezea kwamba pitch ya uwanja wa Benjamin Mkapa bwana, mvua ikinyesha kidogo huwa kuna matatizo, kama ambavyo ilikuwa ile pitch ya uwanja wa Mkwakwani hapo jana wakati Young Africans walipokuwa wakimenyana na JKT Tanzania. Lakini pia Shemahonge anasema uwanja ni mdogo. Ndio, ni kweli, kama ambavyo nimesema uwanja unachukua watu 15,000, lakini uwanja wa Benjamin Mkapa wenyewe unachukua watu 60,000. Kwa hiyo ni robo tu, yani watu robo ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Uwachukue watu robo, uache robo tatu. Wale robo sasa unawachukua unawapeleka kwenye uwanja wa New Amani Complex. Wale wengine robo tatu iliyosalia unawaacha pale. Kwa hiyo bwana Shemahonge anasema tena wanaona wakililia huko watapona, waje tu. Asante sana ndugu yangu Shemahonge. Bila shaka huu ni utaratibu wa CAF ndugu yangu.